Makofi tena kwa mama yetu pale mzuri. Nategemea wamama na ni sehemu ya maandalizi ya siku ya wamama na wiki ile. Makofi zaidi kwa mama yetu mzuri nimesema. Makofi tena kwa ajili ya mchungaji wetu msaidizi mpya kabisa hapo, makofi sana. Makofi sasa kwa Yesu Kristo anayetupenda sana. Kwa sababu ya muda naomba tuende moja kwa moja katika maneno ya Mungu. Tuende moja kwa moja katika maneno ya Bwana. Na nitamani ningeweza kuendelea tulichotembea nacho asubuhi, lakini sasa kwa sababu ya muda huu naomba wewe upate hii sehemu yako. Kama unaandika ujumbe, andika kichwa kinasema Mungu katikati ya tanuru la moto. Mungu katikati ya tanuru la moto. Mungu katikati ya tanuru la moto. Mstari wa msingi tutakaotembea nao sana ni katika kitabu cha Danieli mlango wa 3 mstari wake wa kwanza mpaka 30. Hatutaweza kusoma yote hiyo, lakini tutapita katika vifungu. Na kabla sijaweza kuendelea, nini lengo la Roho Mtakatifu katika ujumbe huu? Mungu katikati ya tanuru la moto. Lengo la Roho Mtakatifu namba 1 ni kutaka kuvunja mitazamo ambayo watu wengi wanayo, wakiamini ya kwamba baada ya kuokoka haiwezekani kupita katika changamoto, haiwezekani kupita katika magumu. Hakuna mstari wa Biblia ambao umetoa ahadi ya kwamba hatuwezi kupita katika magumu au katika changamoto yoyote. Tulichoahidiwa katika Biblia ni ushindi katika kila changamoto ambayo tunapita nayo. Hatukuweza kutengwa tusikutane na changamoto, tunakutana nazo, lakini Mungu ameahidi ushindi katikati ya changamoto hizo. Jamani, Bwana asifiwe. Jambo la pili, lengo la Roho Mtakatifu ni nini? Watu wengi sana wanapopita katika magumu kadha wa kadha, udhani ya kwamba Mungu amewaacha. Udhani ya kwamba Mungu amewaacha. Na hivyo wanatafuta njia na kusema ninamtafuta Mungu. Labda haya niliyokutana nayo ni uthibitisho ya kwamba Mungu ameniacha. Roho Mtakatifu kupitia somo hili atakusaidia kuona ya kwamba hata katika magumu unayokutana nayo, hiyo sio ishara ya kwamba Mungu wako amekuacha. Lakini jambo la tatu ama lengo la Roho Mtakatifu katika ujumbe huu ni kuinua imani yako katikati ya changamoto ambazo unakutana nazo. Kuinua imani itakayokusaidia uweze kushinda katikati ya changamoto hizo. Biblia inasema kila kilichozaliwa na Mungu, maandiko anasema ushinda ulimwengu. Anasema huko ndiko kuushinda ulimwengu, hiyo imani yenu. Sasa imani inapoinuka juu ya maisha yako, basi ndiko ule ushindi ambao ni asili ya muamini unaweza ukaonekana. Moja kwa moja naomba tupende sasa katika utangulizi wa hiki ambacho Roho Mtakatifu anasema na sisi. Danieli mlango ule wa 3 na mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 30. Hatutaweza kusoma kote, lakini tutapita katika baadhi kabisa ya mistari itakayobeba lengo na kusudio la Roho Mtakatifu katika ujumbe huu. Kitabu cha Danieli mlango wa kwanza na mlango wa 3 mstari ule wa kwanza mpaka wa 30. Nitasoma kwa uchache alafu nitaendelea pale kidogo. Maandiko yanasema Nebukadreza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhiraa 60 na upana wake dhiraa 6, akaisimamisha katika uwanda wa Dura katika wilaya ya Babeli. Ndipo Nebukadreza akatuma watu kuwakusanya maamiri na manaibu na maliwali na makadhi na watunza hazina na mawaziri na mawakili na wakuu wa wilaya zote, ili wahudhurie wakati wa kuizindua ile sanamu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Nataka uende mstari wa 5. Biblia inasema wakati
mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, lazima kuanguka na kuiabudu sanamu ya dhahabu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha, na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo katika tanuru ya moto uwakao. Basi wakati huo watu wa kabila zote walipoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, watu wote na mataifa na lugha wakaanguka wakaiabudu ile sanamu mfalme Nebukadreza aliyoisimamisha. Mstari wa 8, na baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi, wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadreza, mfalme uishi milele, wewe ni mfalme, ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na nahodha za ngoma ni lazima aanguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu, na kila mtu asianguka na kuabudu atatupwa katika tanuru ya moto uwakao. Wako Wayahudi kadha wa kadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadraka na Meshaki na Abednego. Watu hawa mfalme hawakukujali wewe, hawakuitumikia miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Sasa wakati haya yanaendelea, natamani katika utangulizi, kama unaandika yaandike haya haraka haraka, ya kwamba katika Danieli mlango wa 3 na sura yote tunajifunza Mungu katikati ya changamoto ama majaribu tunayoyapitia. Na wazo kubwa kabisa la msingi hapa ni kwamba huyu Mungu aliye hai huwa hajitengi na watu wakati watu wake wanapitia katika changamoto mbalimbali za maisha yao. Wengi udhani ya kwamba shida na tabu na majaribu humfanya Mungu aweze kuwa mbali. Naomba tuvunje hiyo mtazamo kupitia kitabu cha Isaya mlango wa 43 na mstari wake wa 2, kabla hatujaendelea na mafafanuzi ya kitabu cha Danieli. Kitabu cha Isaya mlango wa 43 mstari wa 2, maandiko matakatifu yanasema hivi: upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Hebu nisaidie kusema hiyo mistari kwa sauti yako. Sema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Ongea tena kwa sauti. Sema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Hebu sema, uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Nisaidie kuongea ndani yako mchana huu tena, mwambie upitapo katika maji mengi wewe. Hebu sema, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mwambie hatakuacha. Mwambie wakati wa majaribu yako, mwambie Bwana atakuwa pamoja na wewe. Mwangalie tena, mwambie uwepo wa Bwana katikati ya maji mengi yatayazuia yale maji yasikugharikishe wewe. Mwambie tena, uwepo wa Bwana katikati ya moto mkali, ule moto utazuiwa ili usikuunguze wewe. Mwangalie tena, mwambie katikati ya majaribu uwepo wa Bwana utakufanya kushinda katikati ya majaribu hayo. Mwambie uwe na amani siku zote, kwa sababu Bwana atakuwa pamoja na wewe majira yote ya maisha yako. Zaburi ya 46 mstari wa 1 hadi wa 5. Zaburi ya 46:1-5. Kama pale umefika, natamani tusome kwa pamoja mistari ya maana sana.
Zaburi 46:1-5. Hebu sema haya maneno, sema Mungu kwetu sisi. Sema ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Hebu sema Mungu ni kimbilio. Kama nikusaidia hapa, mwizi akiiba mtaani akitamani kupigwa, huwa anakimbiliaga polisi. Anajua akienda kule kuna mchakato wa sheria utachukua mkondo, ila akibaki uswahilini watammaliza mapema. Wako wakimbizi wakipata vita wanatafuta mahali wa makimbilio, wakienda wanaweka kambi ili waweze kuwa salama. Biblia inasema Mungu kwetu ni kimbilio. Kimbilio maana yake ni mahali pa usalama, mahali pa kukingwa na hatari ambazo zimetakiwa zikukabili na zikudhuru. Anasema Mungu kwetu ni kimbilio, msaada utakaoonekana si kidogo tele wakati wa mateso. Fanya mazoezi ya ukiri sasa. Hebu sema wakati wa mateso, wakati wa msaada tele na Bwana. Sema tena, wakati wa mateso ni wakati wangu mimi wa kuona msaada tele wa Bwana. Hebu sema wakati wa mateso, wakati wa msaada wa Bwana. Sema wakati wa mateso, wakati wa msaada wa Bwana. Sema wakati wa magonjwa, wakati wa msaada wa Bwana. Wakati wa dhiki, sema wakati wa msaada wa Bwana. Sema ninayo imani ya kumwona Bwana na msaada wake wakati wa mateso. Anasema kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapo natemeka milima moyoni mwa bahari. Mwambie jirani yako, mwambie kama una msaada wakati wa mateso, acha kuogopa. Mwambie, ongea naye sasa kishujaa vizuri. Mwambie tena, kama una msaada wakati wa mateso, acha kuogopa. Ongea naye Kiingereza, hili kanisa la kimataifa bwana. Mwambie tena, mwambie you are not a helpless person. Ongea naye basi, mwambie you are not helpless. Mwambie wewe una msaada wa Bwana. Mwambie jifunze kuinua macho yako. Mwambie kuangalia milima. Mwambie msaada wako, mwambie Mungu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mwambie wewe una msaada. Mwambie acha kuogopa, wewe una msaada. Haleluya kwa Bwana Yesu. Jamani, haleluya kwa Bwana Yesu. Maji yake yapofuma na kuumuka, ijapo pepesuka milima kwa kiburi chake. Angalia mstari wa 4 na upenda sana. Kuna mto, vijito vyake vya ufurahisha mji wa Mungu. Jamani, haleluya. Huo mji wa Mungu sio mji kwa maana ya mji unapoujua wewe, unaitwa the city of God. Sisi hapa tunaitwa ni mji wa Mungu. Jamani, amina. Jamani, amina. Kuna mto, vijito vyake vinafurahisha mji wa Mungu, patakatifu pa maskani zake aliye juu. Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Sema Mungu yu katikati yake, hautatetemeshwa. Sema sema nitalijenga kanisa langu. Sema wala malango ya kuzimu, sema hayatalishinda. Sema hivi. Sema mimi hapa baada ya kuokoka, sema nimekuwa nyumba ya Mungu, nimekuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Sema huyo Roho wa Bwana yuko katikati yangu. Sema anaishi ndani yangu. Sema sitaogopa, sitatetemeka. Sema huyo Roho Mtakatifu anaitwa mto. Sema tena vizuri. Sema huyo Roho Mtakatifu anaitwa mto. Sema vijito vyake vyanifurahisha mimi. Sema Mungu atausaidia
asubuhi na mapema. Jirani yako mpe mkono kabisa, mwambie Mungu atakusaidia asubuhi na mapema. Mwambie wala hautachelewa kuona msaada. Mwambie hautachelewa kuona msaada. Mwambie utauona msaada wa Bwana mapema kwa jina la Yesu. Haleluya kwa Bwana Yesu. Kama unaamini mpigie basi Yesu makofi. Unayeamini utauona msaada wa Bwana, piga makofi kwa Yesu. Unayeamini ya kwamba hautatetemeshwa, piga makofi kwa Bwana wako Yesu. Unayeamini una mto ambao vijito vyake vya ufurahisha moyo wako, mpigie Roho Mtakatifu makofi. Anasema kunayo amani ambayo haitokani na dunia hii, amani tokayo kwa Baba. Katikati ya majaribu ukawa na amani katika moyo wako, kwa sababu unamjua unayemwamini. Sema amina katika jina la Yesu. Naomba tuseme kipengele kidogo, kujaribiwa kwa imani. Kujaribiwa kwa imani. Hawa watumishi wa Mungu Meshaki, Shadraka na Abednego wanajua, wamefundishwa hawapaswi kuabudu miungu mingine, hawapaswi kusujudia miungu mingine. Ibada yao ni kwa Jehova aliye hai. Wanakutana na shida, amri inatolewa na kiongozi wa kisiasa mkubwa, ambapo amri yake inaambatanishwa na miungu yake anaoiabudu yeye na kuitumikia. Anatamani taifa zima liingie kwenye jambo hilo. Wakati wengine wote wanasujudu, hawa walijitambua, wakasema hatuwezi kuisujudia sanamu hiyo. Na wanajifunza, wanajua ibada yoyote unayoifanya kwa Mungu ama miungu, unaruhusu huyo Mungu, si kwamba akutawale wewe, lakini unamkaribisha kwenye vizazi vyako. Hawa makamanda wakasema we will never bow, hatuwezi kusujudia, hatuwezi kuinamia, hata kama itatufikisha kwenye kugharimika, hata kama itafikia hapo, we are ready for that. Tuko tayari kwa ajili ya jambo hilo. Hebu naomba turudi kitabu cha Danieli mlango wa 3. Rudi waone mashujaa hawa. Mstari wa 18, wakati wanatoka kumsikia mfalme mwenyewe akisema, msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Alafu anasema ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Mstari wa 16, makamanda wanajibu. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja kukujibu katika neno hili. 17, kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Naomba hiyo sentensi iseme kwa sauti kabisa. Sema kama ni hivyo. Sema Mungu wetu tunayemtumikia, sema aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto. Sema naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Naomba nikusaidie maneno haya. Mjue unayemtumikia, mjue unayemwabudu. Matendo 17:22, sina muda wa kusoma. Paulo anafika mahali anakuta madhabahu imeandika kwa Mungu asiyejulikana. Wako watu wanaabudu wasiyemjua. Huwezi kuwa imara katika imani kama humjui unayemwabudu. Wakati mmoja Paulo mtume,
baada ya kupita kwenye shida na vita kali, anafika anatoa matamko, anasema pamoja na haya yote ambayo nimeyapitia, anasema ninamjua niliyemwamini. Anasema anaweza kukitunza kile ambacho nimeweka amana kwake. Anasema kwa sababu hiyo sitaweza kutikisika. Moja kati ya kitu kitakachokuacha katika namna ya kushindwa ni pale unapojua dhehebu lako kuliko Mungu aliye hai. Ni pale unapokuwa mtu wa dini unashindwa kumjua Mungu aliye hai. Nikusaidie kidogo kidogo. Utamjuaje Mungu? Mungu unamjua kupitia neno lake. Utamjuaje Mungu? Mungu utamjua kupitia ushuhuda wa Roho Mtakatifu kwako. Utamjuaje Mungu? Utamjua Mungu kupitia Yesu mwenyewe. Maandiko yananiambia kitabu kile cha Yohana ukisoma, pita pale dakika moja. Pita pale umuone Yesu akitusaidia kitu. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Wakati mmoja Filipo anauliza Yesu, tuonyeshe basi Baba. Akamwambia Filipo, nimekaa nanyi muda wote, usimwone Baba? Akasema anionaye mimi anasema amemwona Baba. Filipo, ukinitazama mimi pia umemwona Baba. Maandiko yanafunua Yesu ni ufunuo wa Baba katika mwili. Yesu ni ufunuo wa Baba katika mwili. Sema hiyo sentensi, sema Yesu ni ufunuo wa Baba katika mwili. Sema. Ongea tena, sema Yesu ni ufunuo wa Baba katika mwili. Sema. Sema amuonaye Yesu amemwona Baba. Sema. Yesu ni ufunuo wa Baba katika mwili. Ukitamani kumjua Baba, mwangalie Yesu. Ukitamani kujua Mungu ana nguvu gani, mwangalie Yesu. Wakati mmoja Yesu anatembea na wanafunzi, akawaambia mnawaacha hapa, mtanifuata baadaye. Anaonekana anatembea juu ya maji. Kaza anatembea juu ya maji, wanafunzi wakaangalia, huyo ni mzuka wake au vipi? Akamwambia muwe na amani. Akasema ni mimi. Niko kina Petro, wakaja, kama ni wewe, hebu niamuru basi niweze kutembea juu ya maji. Naomba nikusaidie. Yesu anamfunua Baba ya kwamba Baba anaweza, au Baba yuko juu ya kanuni za sayansi zote. Sayansi inasema haiwezekani mwanadamu, wewe au mimi, tukatembea juu ya uso wa maji. Surface tension ya maji haiwezi kukubeba wewe mwenye uzito namna hiyo. Lakini Yesu anayemfunua Baba anamuonyesha Baba aliye juu ya kanuni za sayansi. Yeye anatembea juu ya uso wa maji. Kila alichokuwa anafanya Yesu, kazi yake ilikuwa ni kumfunua Baba. Hebu mchana wa leo sema Yesu yuko juu ya kanuni za sayansi. Sema. Wakati mmoja Yesu anapaa, anachukuliwa na wingu. Wakati anachukuliwa na wingu, hata wewe na mimi tukiruka namna hii, nguvu ya uvutano yatushusha chini. Lakini wakati Yesu anafufuka, anapaa, nguvu ya uvutano ilinyamaza kimya kwa Yesu. Yesu akapaa, wanamuona anachukuliwa na mawingu. Maana yake Mungu hawezi kutawaliwa na kanuni za kisayansi. Wakati mwanadamu anatawaliwa, huyo sio Mungu wako aliye hai. Sema Mungu aliye hai yuko zaidi ya kanuni za kisayansi. Sema. Wakati mmoja akasikia mtoto amekufa na Yesu alikuwa anaenda kumponya. Yesu akajibu anasema nafurahi kwa kuwa amekufa. Sema nafurahi kwa kuwa amekufa. Utakutana na Yesu ungesemaje? Yesu, mbona unaniumiza moyo? Unafurahi vipi wakati kijana wangu amekufa? Yesu anatamani ajionyeshe ya kwamba yeye ni nani. Akaja akasema mimi ndimi ufufuo na uzima. Yule aliyekufa akasimama tena. Sema Yesu
ameizidi mauti. Sema kwa sauti yako, sema Yesu ameizidi mauti. Ukiachua hayo, hata daktari akikwambia unakufa kesho, unamwambia wait please, wewe ni mwanadamu, nataka nimsikie Yesu anasemaje. Wewe umesema hivyo, Yesu wangu anasemaje katika neno lake? Sema sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo makuu ya Bwana. Sema hayo maneno. Oh my God. Sema tena kwa sauti yako. Nataka nikufikirishe kidogo. Hivi Mungu anatoa ahadi katika mazingira gani? Anakwenda kwa Ibrahimu, anamuona na miaka 100, anamuona Sara na miaka 90. Kanuni ya biolojia inakataa. Haiwezekani tena mama huyu kutoa mayai, haiwezekani kuwa na nguvu ya kuzalisha. Lakini Biblia ahadi inatua kwa Ibrahimu ya kwamba utakuwa baba wa mataifa mengi. Naomba nikusaidie. Mungu akitoa ahadi kwako, huwa haangalii mazingira rafiki yanayo support ahadi yake. Mungu mara nyingi ahadi yake haiendani na mazingira tuliyonayo. Ni kama unasema haiwezekani. Mungu anatusaidia kuona Ibrahimu katika hali yake hiyo hiyo, akitafakari hali ya tumbo la Sara ambalo limekufa, akijiangalia na yeye mwenyewe. Maandiko yananiambia, lakini akiiona ahadi, anasema hakusita katika kumwamini Bwana. Anasema ndiko akatiwa nguvu kwa imani, akamtukuza Mungu huku akijua. Sema hayo maneno, sema huku akijua ya kwamba Mungu anaweza kuyafanya yale aliyoyaahidi. Ndicho ninachokuambia hapa. Kuna mapito huwezi kuvuka kama umjui Mungu. Kuna mapito yanaweza yakakusima hata kabla ya muda sio wako, kama umjui Mungu. Hawa ndugu wanatoa maneno makali kwa mfalme. Wanasema, mfalme, Mungu wetu tunayemtumikia haweza kutuokoa na moto, haweza kutuokoa na mikono yako, mfalme. Katika mchana wa leo tunapotamani baadaye kidogo tuombe. Hivi kwako Mungu anaweza nini? Unamjua Mungu katika viwango gani? Ikiwa unaogopa tatizo linaweza kukupeleka pabaya, ndio maana wekeza katika kumjua Mungu wako. Wekeza katika kumwelewa huyu Mungu wako. Wekeza kwenye kutanua ufahamu wako kwa habari ya huyu Mungu. Naomba niendelee kipengele cha 3. Moto ukawashwa mara 7 zaidi ya kawaida. Neno 7 kibiblia inazungumzia ukamilifu. Moto ukachochewa wake zaidi ya kawaida. Wakatuma watu wawabebe hao waende watupwe kwenye moto. Biblia yangu inazungumza wakati haya yanatokea, jambo namba 1, waliobeba kuwapeleka kina Meshaki katika tanuru la moto, wao hatua ya kwanza waliungua moto wote. Wao waliungua moto. Baadaye kidogo niko Nebukadneza anatoa statement. Anasema maneno ya ajabu sana. Anasema ya kwamba eni Meshaki, Shadraka na Abednego, anasema watumishi wa Mungu aliye juu. Sema hayo maneno. Sema watumishi wa Mungu aliye juu. Sema hayo maneno. Ongea tena, sema watumishi wa Mungu aliye juu. Nisaidie kuona jirani yako pembeni, mwambie unamtumikia Mungu aliye juu. Hujaongea naye bado. Mwambie tena unamwabudu Mungu aliye juu. Angalia mstari wa 24, kitu cha ajabu sana. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu 3 bali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu akamwambia, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara,
na sura ya yule wa nne ni mfano wa mwana wa miungu. Huyu ni nani? Yesu alikuwa katikati ya tanuru la moto. Kama unaandika, andika mambo yafuatayo haraka sana, haraka sana. Mungu katikati ya tanuru, Mungu katikati ya moto mkali. Wako wanadamu katika dunia, wakikukuta una tatizo kubwa, wanakuacha, wanakimbia. Katika shida imekukamata, wanakuacha mwenyewe. Lakini huyu sio Yesu aliye. Hakwenda Yesu kabla ya moto kuwaka. Alisubiri moto uwake, tena wachochee mara 7 zaidi. Yesu hakwenda baada ya moto kuzimika. Yesu alienda wakati moto umechochewa haraka. Moto ni mkali sana. Naomba nikusikizisha haya maneno. Wakati umepata shida kali sana na unasema hakuna wa kunisaidia, Mungu yuko wapi? Naomba nikusaidie. Mungu hayuko mbali na wewe. Wakati wa shida yako kali ndio wakati Mungu anakuwa pamoja na wewe. Yuko pale pale wakati wa shida yako. Katika moto mkali Yesu akawa katikati yao. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie Yesu hata ikimbia shida uliyo nayo. Mwambie Yesu hata kuacha wakati wa shida yako. Mwambie wakati wa magonjwa, mwambie Yesu hata kuacha peke yako. Katikati ya moto mkali Yesu anaonekana. Hebu sema uwepo wa Yesu. Ongea tena, sema uwepo wa Yesu ulisababisha moto makali yake kuzidishwa. Hebu sema uwepo wa Yesu ulisababisha makali ya moto kunyamazishwa. Naomba tusome haya maneno, tupite pale tumwombe Bwana. Kisha Nebukadreza, mstari wa 26 nasoma. Nebukadreza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa inawaka moto, akanena akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu. Sema watumishi wa Mungu aliye juu. Ziko nyakati watu watajua unamtumikia Mungu aliye juu. Na huu ni ushuhuda. Anajua miungu yake sio kitu, lakini Mungu wa Shadraka na Abednego ni Mungu wa aliye juu. Kumbe kuna mapito yanakuja ili Mungu wako ajulikane yeye ni nani katika maisha yako. Yako mapito yanakuwa ni madhabahu ya Mungu kujulikana.